Nisikilize nini? Nini? Bro, kuna vitu vya kufanya unajua. Sasa unakuta wapi? Unakuta wapi? Nataka wewe kwani unataka nini? Unataka nini? Wapi nyumbani hivyo siku za lisao ndio hapo sasa. Sasa nini? Sio tukwati. Unataka vurugu si ndio? Au unataka ile hali inaweza kutumia? Hakuna. Basi niachie. Kwanza namchosha dada. Alafu pia ngani kikiona utakuja kumuumiza. Sasa unafanya nini? Sio cha dada. Wewe inabidi ubaki hapa. Kwa sababu gani? Wewe huwezi kuongea na mtu ambaye humuoni. Sisi wote tumuone, unaongea. Sasa una chizi blaza. Kuna vitu vingine hebu angalia bana. Kwa hiyo mimi naongea ambaye na mtu simuoni, si ndio? Bro. Mimi naongea na mtu ambaye simuoni. Sasa huyu hapa mimi simuoni. Simuoni huyu hapa mimi. Wewe upoje? Wewe una vitu vya ajabu blaza bana. Hebu subiri kwanza. Wewe tumrudishe ndani. Kwa kada. Nini? Tutauana. Mama yangu tutauana. Kwa hiyo maanisha nini? Hebu naomba niache. Kebi. Niache mimi, huyu hawezi kunivalisha mimi. Kwani unafuata nini? Kebi, yuko wapi mtu ambaye unazungumzana? Yupo wapi? Sisi mbona tumuone? Kebi. Umepata na nini? Mimi naongea mtu ambaye haonekani. Huyu haonekani huyu. Huyu haonekani. Hakuna mtu yoyote zaidi ya sisi tu. Umepata na nini ndugu yangu? Haonekani huyu. Si yule kule anaondoka. Baada kuona kwamba tayari mimi wewe sasa blast. Iko hapa unapigana anaondoka. Nisikilize basi. Nisikilizeni. Mimi msinione mimi ni wazimu. Mimi sina wazimu. Mimi ni mtu ambaye ninajielewa. Hivi kwa mfano wewe unafuata na mtu ambaye humuelewi. Mtu ambaye ni mpofu wa macho. Haoni mpaka akupapasa hivi. Yaani akupapasa akushika hivi. Afu hivi wewe ni mtu wa kawaida kweli wewe ambao anaweza kufuata. Ukatulia kabisa. Si aibu hii ambayo unataka kufedhehesha hapo kwenye familia yangu. Sasa hebu niachieni. Niachieni mimi niweze kulikamilisha hili swala. Mimi sitakufatwa. Sitakufatwa. Wewe unafikiri mimi napenda? Mimi naona raha kufuatwa na mtu ambaye haoni. Bwana. Kebi. Niache. Na nini ndugu yangu? Unaenda wapi? Ndugu yetu haipo sawa. Nafikiri hivi. Yaani nitumie kauli gani ambazo utakazo kunielewa? Nitumie kitu gani ambacho kinaweza kikufanya ukajua kabisa kwamba namaanisha kwamba mimi sitaki unifuatilie. Wewe unanifuatilia kama nani? Unanifuata nyumbani wewe kama nani? Ndugu zangu wakufahamu? Uwe nembo ya taifa pale nyumbani, si ndio? Wewe unakumbuka kwamba kuna mtu fulani ambaye tayari kishafika nyumbani ili niweze kukufahamu. Yaani ili iweje? Wewe labda nikwambie tu kwa awamu ya mwisho, yaani kwa sauti ya mwisho, sintoongea tena na wewe, sintopaza sauti yangu kukwambia tena. Iwe mwanzo na mwisho kuingia kwenye familia yangu, iwe mwanzo na mwisho kunifuatilia, iwe mwanzo na mwisho kuinua miguu yako na kunifuata mimi. Wewe, mimi nilipita na wewe tu kwa dharura tu. Ilikuwa kama kiburudisho tu. Sio kusema kwamba wewe unifuatilie. Wewe unanifuatilia kama nani? Ndugu zangu wasitaki kufahamu. Bwana, tekeleza hiyo kauli. Endapo hutoitekeleza hiyo kauli, wapigie simu kwenu au toa taarifa kwenu wa kuandalia msiba. Umeelewa? Naomba nisamehe. Haiwezi kujirudia tena. Nisamehe mimi. Nimeshafunga mdomo. Maana siwezi kuongea na mjinga ambaye asiyejielewa. Kama umenielewa na kutambua hilo nililoliongea, litekeleze. Kwanza nasikia njaa, kiu na ubongo wangu umechoka. Naomba nikupumzishe ubongo wangu. Inabidi mjiangalie. Tena mjiangalie sana. Sawa.
No. Yeah. Shwari. Umekimbiza? Yaani nilikuwa nataka kwanza leo nifike katikati. Sio kile cha jana nimekimaliza. Basi umetiririka sana. Sawa. Na game fresh. Kama kawaida. Sasa. Unajua mimi nilienda kule kwa sister kule. Nilipofika pale kwa sister akaniambia nikufikishie taarifa japo kama sikuzitilia maanani. Anasema kuna mtoto wa mtu sio mtoto gani amempiga. Mimi? Kaniambia sister nilikuwa ngoja nikuletee taarifa. Yaani mimi kwamba kuna mtoto ambaye nimempiga. Alafu mimi sasa ninachostaajabika mtoto anasema umempiga. Eti ana mwaka mmoja. Sasa mtoto mwenye mwaka mmoja anawezaje kutoka huko kwa kaenda kushtaki basi? Unajua kuna vitu vingine vya ajabu sana. Yaani mimi nimpiga mtoto wa mwaka mmoja. Sasa hivi nina akili na matope. Yaani kwa sababu gani ambazo zinazonipelekea mimi kumpiga mtoto wa mwaka mmoja ati nimnyanyase, nimfanyie vitu vya ajabu? Sasa unajua wakati mwingine dada kuna maneno ambayo anaweza kaongea. Ukaona kabisa kwamba huyu dada huyu yani yeye kajisikia kuongea tu ili mradi kuongea tu yatoke kinywani lakini hata mimi sikumtilia maanani. Japokuwa na ajenda yangu. Unajua mimi katikati hapa nimezingua sana hapa. Kwa hiyo lili kabisa nile kabisa nataka niende kwa mtabiri. Naenda kutaja jina langu, nataka nijue kesho yangu. Yaani nimezamilia, ni kwa ufupi nimezamilia. Leo nataka niende. Unataka uende kwa mtabiri, si ndio? Sawa. Mimi mwenyewe nakuunga mkono kwa asilimia zote sasa. Yaani nakujazia ujazo kwa hiyo. Sikupingi mdogo wangu. Nakupa pointi za msingi katika hilo. Sawa. Wewe nenda kwa yule mtabiri kaijue kesho yako. Ila mimi leo nataka niende kwa yule binti yule. Sawa. Niende nikapige utamu. Unazingua. Sasa mbona kwa nini unasubiria mimi niende kwa mtabiri afu ndio ndio? Twende wote tu. Hapana, wewe nenda kwa mtabiri kama jinsi ambavyo umepanga. Unajua usipangue mipango ambayo umeupanga. Sasa nenda kwa mtabiri kaijue kesho yako. Acha mimi nikaudambue utamu. Sababu unajua niko huku. Haina noma. Haina noma ya kukubali unastendia. Kwa sababu ucheki na kima. Sicheki na kima. Wewe sema hivi. Nzuri nakabiliki hivi akaoni. Paka chai. Hiyo utaka naona. Kokoriko. Kazi. Abidi. Baridi. Basi press. Okay, wewe nenda kajiandae. Piga kitabu. Haina noma. Ni shilingi ngapi? Mbona sasa mwanzo kuuliza? Ni kweli. Kweli mwanzo sikuuliza. Kipi kinakufanya uulize? Mwanzo nilikuwa nimekuja kutest. Lakini nimepata majibu sahihi kabisa kwamba wewe una uwezo wa kufanya jambo. Kwa hiyo tafadhali naomba unisamehe. Naomba uniambie shilingi ngapi ili nianze kupata huduma. Kazi yangu mimi haina guarantee ya pesa, ila bali na guarantee ya jina lako na kile ambacho nataka kukiona hapa. Langu mimi peke yangu, la baba yangu, mama yangu, au linatakiwa vipi? Hayo mengine yote kelele. La kwako linatosha. Naitwa Abduli Kada. Nakufahamu. Jina lako kulitaja ni kama ufunguo tu wa kufungua maono yako. Nipe mkono wako. Acha ushenzi basi. Naomba mkono wa kulia. Mkono ambao unanipa mimi. Amewezaje kufanya ukatili kama huo? Yaani sikutegemea kabisa. Kwa sababu ninavyomfahamu mimi ndugu yangu na hata muonekano wake, ni ngumu sana kufanya ukatili kama huo. Nashindwa kuelewa. Pole sana. Asante. Ila kaa uongee naye
Maana kumfanyia kitu kibaya kwangu ni dakika sifuri tu, ni kwa heshima yako tu, ila kaa chini, ongea naye, sijapenda. Sawa, nimekuelewa. Mimi nitazungumza naye, na pia naomba umsamehe, na nakuahidi halitajitokeza tena hili jambo. Kuna mtoto alikuwa anaenda dukani, mkononi alishika shilingi 20,000, ila wewe ukamvamia yule mtoto, ukampokonya na ukampiga, na pia ukamtishia maisha yake, ukampa onyo endapo akisema utamuua. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mimi yani ni mdhulumu mtoto asiyejua lolote, mtoto ambaye katumwa 20,000 mimi nimuibie, nikutane naye njiani nimuibie mimi? Mungu wangu mimi. Dada, mimi sina tabia hizo. Siwezi kuwa mjasiri wa kusema kwamba eti ni uvae ujasiri wa kumuibia mtoto mdogo asiyekuwa na makosa yoyote. Mimi siwezi kuvuka mipaka ya namna hiyo. Jamani, mbona nachafuliwa jina dada? Mimi ukweli wa Mungu sijafanya kosa hilo na silifikirii kulifanya kwenye maisha yangu. Sawa, ila kama ulifanya au unataka kufanya au unafikiria kufanya kitu zaidi ya hicho, usifanye. Na kama kweli ulimpokonya mtoto pesa yake au uliwahi kufanya kitu chochote kibaya kwa mtu, unapaswa kwenda kuomba msamaha, kwa sababu binadamu huwa ana siri nyingi sana, siri ambayo kuifahamu binadamu mwingine ni ngumu. Kwa udhaifu aliokuwa nao, unaweza ukamchukulia na kumfanyia kitu chochote kibaya, ila kwa upande wake akawa na uwezo wa kukua ndani ya sekunde moja tu. Na kama kweli huyo mtoto umempokonya pesa yake au kuna jambo lolote umelifanya kwa mtu, unapaswa kwenda kumuomba msamaha. Mimi siwezi kuwa na roho mbaya yoyote ya kuweza kumnyanyasa mtu. Siwezi kuwa na roho mbaya yoyote ya kuweza kusema kwamba labda naweza nikaenda kinyume na tabia yangu jinsi ilivyo. Dada, usi unapenda kusikiliza maneno ya watu. Kuna watu wanaweza kumvisha mtu tabia ambazo zinaweza zikawa ni chafu. Tabia ambazo zinaweza zikawa zenye kuonekana kabisa kwamba huyu ni mtu mwenye tabia mbovu ikiwa kabisa kwamba sio tabia yake. Dada, kuna mtu yoyote labda ashawahi kukwambia kwamba kuna mimi nina tabia mbaya? Hebu nieleze basi ni nani huyo? Haina haja ya kumjua. Mimi nakuamini. Kama hujafanya ni sawa, na kama umefanya kama nilivyokuambia. Saba ya puluta sole mwendo vale, saba ya puluta sole mwendo vale, niliwene nalelo niliwene kwa mjomba niliwene nalelo niliwene kwa baba niliwene kwa shanga niliwene nalelo niliwene. Sasa naona umevuka haki za kibinadamu. Nimevuka au tumevuka? Sisemi kwamba nimevuka, yani unamaanisha mimi tu. Sema mmevuka. Nimevutiwa na ulivyoimba. Una sauti nzuri sana. Unaweza ukarudia kuimba? Hello. Ongea na wewe.
Sio mpaka ubustiwe, sawa? Eti unaweza kurudia? Mbona mimi nanifanyia hivyo? Nimekuuliza, unaweza kurudia kuimba? Wewe Kwa nini unaleta dharau sasa? Hujamsikia kichokuwa anasema? Haya, imba. ina maana wewe usikii? Nitakuuliza. Saba saba ya puputa, sola mwenda vale. Saba saba ya puputa. Kendo satu kuna mazo. Naimba. Kendo satu kuna mazo. Kuna satu kulia. Imba. Saba saba ya puluta, sola mwenda vale. Saba saba ya puluta, sola mwenda vale. Niliwene. Saba saba ya puluta, sola mwenda vale. Saba ya puluta, sola mwenda. Niliwene. Utakushika. Blaza umshikaji huyo. Namshika vizuri sana. Afu kwa unapigwa sema asante. Sema asante. Asante. Sema Asante. Asante. Rudia. Asante. Asante. Naimba. Saba puluta sole mwendo vale. Saba puluta sole mwendo. Niliwene kwa baba niliwene. Niliwene kwa mjomba niliwene. Niliwene. Sisi hatujaja kusikia vile vyako huko ndani. Sawa? Yaani hatujaja kusikia vile vyako huko ndani, umeelewa? Sisi tunakuja kupata raha tu. Sasa unapokuja kutulilia sisi ambaye hatujaja kuona machozi yako, yaani ni kama sasa unazidi kutuchanganya. Yaani kama unazidi yaani unazidi kutupa hasira. Kwa nini utulilie? Sisi tumekuja kulia huko. Eti wewe tumekuja kulia sisi huko. Kwa nini unalia? Unalia ili umefanywa nini? Kitu kigani kibaya ambacho umefanyiwa cha kulia wewe? Kwa nini inabidi ashukuru? Hivyo inabidi ashukuru. No. Yaani vitu vya kawaida ndio vinakuliza. Au ufanyiwe kitu kibaya ujisikie raha? Tukupige mbisu? Brother, nisikilize sasa nikuelekeze. Mpanue miguu, mpanue. Mimi unaruhusu nimshike? Mpanue miguu sasa. Na Brother mpanue. nyosha miguu. Mpanue brother. Nataka mwenyewe, yaani nataka yeye mwenyewe afu na aseme asante. Lala hivi. Nyosha miguu huku. Lala vile. Umeelewa? Fanya. Naomba kukanua. Alafu na nyimbo yako isikate. Umeelewa? Nyimbo isikate. Mshike tunamshika. Shike tu. Sawa kwetu huyo. Sawa, nyimbo isikate, mburudishe mdogo wangu. Mimi niko nakula la. Umeelewa? Unasikia? Ndio. Haya, anza nyimbo hiyo. Aibi sasa brother. Imba basi. Naimba. Ubisi ndio utakuwa. Naimba. Saba ya puluta sole mwenda vale. Saba ya puluta sole mwenda vale. Niliwene kwa baba niliwene. Niliwene kwa baba niliwene. Nyimbo yako kufundisha nani? Kufundisha nani?
Mbona hivyo? Ndugu yako amerudi tena, na sio kurudi, amerudia tena. Amu hii amekuja na mwenzake, wamenigeuza mimi ni kiburudisho, tena ni mfano wa mziki. Wanawasha, kilio changu ndo kucheza kwao. Hivi nikiwafanyia kitu kibaya utanilaumu? Wote wawili? Ndiyo. Siwezi kukulaumu, ila naomba unipe nafasi ya mwisho. Hii nafasi ninayokupa ni ya mwisho. Ikijirudia, na sio tu nafasi ya mwisho, nataka aje akili kwako na athibitishe, na aje aniombe msamaha na niwachagulie adhabu ya kuwapa. Tofauti na hapo, nitawaua. Sawa, mimi nimekuelewa, na pia nashukuru kwa kuijali familia yangu. Pesa. Nimeona missed call zako. Sasa mbona hukunipigia? Simu yangu haina salio. Sasa mbona nilipokupigia hukupokea? Nilikuwa mbali kidogo na simu. Hivi wewe na kaka yako mna matatizo gani? Hatuna matatizo. Nimepata malalamiko. Hapa kuna mtoto amekuja mwenye umri wa mwaka mmoja, na ameniambia kuhusu malalamiko ya ndugu yako Kebi. Kebi amemchapa fimbo mtoto, tena fimbo nyingi sana. Mtoto aliumia sana kwa maumivu ambayo alikuwa anayapata, na hakupata msaada wowote. Hali ya kuwa wewe ulikuwepo, ila ulifurahi tu kwa vile alivyokuwa anachapa na ulimdhihaki. Kwa nini mnakuwa na tabia hizo? Sasa mbona kama unatuhukumu? Mimi sijafanya hivyo na wala kaka hawezi kufanya hivyo. Na mtoto mwenye mwaka mmoja sisi tunaweza tukamfanyaje hivyo? Hata kama sisi makatili na ukatili wa kiasi gani? Yule mtoto ninamwamini, hawezi kunidanganya. Nina uhakika hicho kitu mmefanya. Sasa basi, ninakutuma. Naomba umtafute kaka yako popote alipo. Aende akamuombe msamaha yule mtoto. Na nilishamwambia asije akamdharau yule mtoto kwa kuwa ni yatima. Mimi nafikiri hiyo ni njia tu ya kunyima hela maziwa. Sawa, nimekuelewa. Kuna vitu huwa haviaminiki. Hata kwa wale ambao wanaokuamini, ukiwaambia hawawezi kukuamini. Na mwanafunzi mzuri ni yule unayemwelimisha na akakuelewa. Wewe ndio unaojua machungu ya vitu uliofanyiwa. Hata kama ukiwasamehe, mimi muda wangu ukifika wa kuwatoa kafara, nitawatoa. Dada, mimi najua wajibu wangu. Nadhani ulishaganipa ruksa. Niachie hiyo kazi. Usifundishane kazi. Mtoto msengi wewe. Familia yenu nzima wote washenzi nyinyi. Mbona unakuwa washenzi hivi? Alafu shida sio hiyo. Shida sisi sio kuwa hivyo mimi na kaka yangu. Haiwezi kuwa shida hiyo. Shida nini kumbe sasa? Dadangu mimi ni mchawi. Hicho ndio cha kushangaza. Kama wewe umeweza kuwa mshenzi, kakako mshenzi, dada yako anakosaje kukaa hapo alipokaa? Eti dadangu mimi ni mchawi? Haya. Dada yako ndio aliopanga kifo chenu. Wewe jamani, akishirikiana na yule mliomuonea. Na kaka yako yupo njia moja kuelekea kwenye njia ya kifo. Kuna sehemu anaelekea, si ndio?
Na ataifanya mauaji haya ni wewe. Simaanishi wewe hapo. Namaanisha taswira ya sura yako ndio itakayotumika kumwangamiza kaka yako. Sasa kama wewe unaweza kulifanya hili, sidhani kama unaweza kushindwa kulitibia hili. Unanisaidiaje? Unanisaidiaje sasa? Mimi huko kote sifiki. Mpaka wangu unaishia hapa hapa kuni ulioyaona. Pengine kote sio kazi yangu. Mimi sio mganga wa kienyeji. Ndio maana hakuna mazingira yoyote yenye kutabiri mazingira yangu mundani. Mungu wangu. Mungu. Safi. Nahisi utakuwa umefanikiwa. Acha kuniuliza maswali yako ambayo yatanipotezea muda. Kwa jinsi ninavyokuona, nimesikia kila kitu. Nafikiri utakuwa unafikiria namna ya kumfikia kaka yako. Yes, ndio. Mpigie simu. Hilo nayo ni wazo. Hello. Hello. Sasa tafadhali ile safari ambayo ulikuwa unaenda usiende. Rudi nyumbani. Mimi nakuja hapo tuzungumze. Unajua kuna mambo yanastajabisha, lakini sikia, bro. Unajua eti sister eti dada mchawi eti. Mimi nilijua wewe una akili timamu. Nimekosea? Wewe si ndio umenishauri? Habari za hatari unaongeaje kwenye simu? Ulitakiwa kumpigia na kumzuia tu. Sio kuongea habari za uchawi kwenye simu. Wewe unawezaje kuniambia vitu kama hivyo wakati wewe unaweza ukafahamu mimi ninachokifanya kama sio sahihi? Unawezaje? Mpaka nimeamini vitu vyote, sema wewe mwenyewe unajua kila kitu. Nyoko nini? Wewe sasa hapo ushatengeneza vita. Kimbia. Siri yako imevuja. Nimesikia. Unatakiwa ubadilishe mtego. Maana mtego wa kwanza huwezi kuwaua. Sawa, nimekuelewa. Hiyo ni nzuri sana. Ninakuelewa unachotaka kukifanya. Vipi? Mbona hivyo? Umekuja hapa una hema, uongei. Umepatwa na nini? Nashindwa nianzie wapi? Nashindwa nianze kuongea kauli gani ambayo inaweza ikawa ni ya kwanza, ambayo inaweza ikawa ni nyepesi tu ya kuweza kueleweka kwa haraka. Dada, mara nyingi nyinyi nuoga mnanionaga kwamba mimi ndio mwenda wazimu. Mimi ndio ambaye huwa naongea kauli ambazo zisizoeleweka. Yaani sieleweki tu kwenye familia, si ndio? Sasa jamani, leo unamwamini mdogo wako eh? Mdogo wangu namwamini. Unaamini maneno ambayo anayoongea kwamba ni sahihi? Mimi mdogo wangu siku zote namwamini. Na kitu ambacho anachoniambia najua ipo sahihi. Kabisa? Kabisa. Sawa. Mimi leo mdogo wako ambaye ndo mdogo wangu mimi, sio mdogo wako tu peke yako, kanipigia simu. Simu ambayo alonipigia yule bwana yule, kiukweli ni simu ambayo sijaweza kuisikia na kuiamini kama kwenye masikio yangu. Yaani sijaweza kuiamini. Anipigia simu ananiambia ati dada ni mchawi. Yaani mimi ni mchawi? Eti yani mimi ni mchawi. Kata shingo yako hivi. Naikata. Alafu iko kichwa na kitafuna kikiwa kibichi. Huu mwili huu nitauchemsha. Nitauchukua mkono na utafuna. Tafuna. Nitasikia ladha nzuri sana. Kwa jinsi unavyoonekana utakuwa mtamu, yani mtamu. Na utumbo wako nitauchukua huu na kutafuna
tafuna tafuna mwili mzima. Yaani utaanza kukaka. Itapendeza? Yaani itapendeza sana. Na nahisi utakuwa una ladha nzuri yani pindi nitakapokuwa nakula. Yani afadhali nimekuona. Maana mguu ulikuwa unakutafuta ni wewe. Bwana, simu ambayo ulionipigia ya kunipa taarifa nilichukua kama ni masahala vile. Yaani nilichukulia kama ni masahala utani, lakini mzee, nimeenda mwenyewe kujisadikia kwa dada mwenyewe. Yaani nimesadiki kabisa kusema kwamba yule dada ni mchawi. Sawa? Maana nifika pale nikamuuliza tu kwa upole. Unataka kujua kwamba ni kweli ulichokuwa unakiongea ni sahihi? Bwana, kanishushia vicheko ambavyo kiukweli yani ukivisikia hata vile vicheko unajua kabisa kwamba hivi ni vicheko vya kichawi. Sawa? Yule dada yetu ni mchawi mzee. Yani siweza nikuelekezaje. Vile jinsi ambavyo mwili wangu ulisikia ganzi. Yaani mwili wangu niliona kama sio wa kwangu. Ninapogewa zile taarifa kwanza nilishtuka, unajua sister yetu rafiki yangu anatupenda maziwa ananistendia nikienda pale ushauri na vitu vingine. Oya, akati nimeambiwa pale mpaka natoka nje hivi. Akili inaona kama sio yangu. Nashukuru Mungu yule dogo akaniambia mpigie bro wako. Ndio pale nikapata nguvu ya kukupigia simu. Oya bro, na kuelekeza masuala kama haya. Yaani sikuamini wala sikufikiria kama hata siku moja eti mimi nitakuja kuambiwa dadangu ni mchawi. Lakini kwa ninavyoona na vile nilivyoambiwa mule ndani, I swear to God bro, hamna mtu anayetoka kati yangu mimi na wewe. Yaani sisi tunakwenda na maji. Kwa ufupi bro, kama unaweza ukasadiki maneno yangu, twende kwa mtaalamu. Mimi na mshikaji wangu mmoja kuna sema hivi juu hivi alinipelekaga, kuna mambo yangu nilienda kuseti. Huyo mtu anaweza akatusaidia. Lakini kikawaida tukisema tuzembezembe tuweke utoto, si bro tunakufa. Japokuwa kufa kila mtu anaweza akafa. Lakini sio kufa kwa staili hii. Yaani huyo sister inaonekana ni mbaya kinoma. Yani kiukweli yani kwa hili ambalo nimerudiana kwa sister, nimeamini kabisa kwamba yeye ndo mbaya wetu. Yani yeye ndo yani sawa. Hivi sasa unasema kwamba twende kwa mtaalamu? Mimi na mshikaji alinipeleka hivi juu hivi. Kwa hiyo kule mimi naona kabisa tunaweza tukapata majibu sahihi. Sio yule mtabiri? Yule mtabiri yule kazi yake ni kutabiri, wale kazi yao ni kutabiri tu. Wale hawajui masuala ya kutibu. Mimi nilienda pale nikafanya research, nikawauliza kuhusiana hadi masuala haya. Mimi niliomba tiba. Wakasema pale wao kazi yao ni kukufanyia wewe ujue tu kesho yako. Huyo mtu nakwambia mimi ni hivi juu. Yaani bora twende huko tunaweza tukapata mustakabali mpya. Yupo vizuri lakini. Hiyo yuko poa. Basi twende. Twende bro, Mungu anaweza kutusimamia. Saba ya puluta, sole mwendo vale. Saba ya puluta, sole mwendo vale. Niliwene kwa baba, niliwene kwa mjomba, niliwene nalelewa, niliwene kwa baba, niliwene kwa mjomba, niliwene.
Sema sema ya puluta. Mwenda vale. Sema sema ya puluta. Sema sema ya puluta. Sola mwenda vale. Sema sema ya puluta. Sola mwenda. Naamuru nguvu zako. Unajisikiaje? Najisikia nguvu sina. Najisikia naumwa. Najisikia vibaya sana. Naomba nisamehe. Hakika siwezi kurudia tena makosa niliyofanya. Siwezi. Hautajiki kusamehewa kada. Mambo ambayo umeyafanya ni makubwa sana. Naamuru pumzi ibane taratibu. Naamuru pumzi iachie taratibu. Unajisikiaje? Najisikia vibaya. Najisikia naumwa na kufa. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Kumbukumbu zangu zinanipa sijakubaka kabisa. Nisamehe. Hukuwema? Ahali kipindi kitendo kinafanyika na wewe ndo ulikuwa shuhuda na mshangiliaji mkubwa. Ni kweli. Haki ya Mungu ni kweli. Haki ya Mungu ni kweli. Nisamehe. Sirudi tena mimi, haki ya Mungu. Hauna maana ya kuishi. Siwezi kukuacha kuishi mtu ambaye una ukatili mkubwa kiasi hicho. Umenifanyia mimi leo. Kesho utakuja kuwafanyia watu wengine zaidi ya mimi ambao hawana hatia. Naamuru pumzi yako ibane taratibu mpaka kifo chako. Sio kila mchawi ni mbaya, ila wachawi wengi ni wabaya. Mimi sijachagua ubaya, ila binadamu ndo wanaamua kumchagulia mtu ubaya. Niliwene kwa baba, niliwene. Niliwene kwa baba, niliwene.